Wito alafu pia hii nafasi ya mbele upande huu wa kanisa na jamii, tafadhali na usijaribu kalia pande hii kwa sababu wachungaji wanakuja kukaa mahali hapa. Alafu kama unaona hujapata nafasi, tunaweza kuruhusu simama upande huu kama unaweza simama. DJ, ukiona nimetulia kidogo, unaniwekea hiyo ngoma ili nipate hata kumeza mate. DJ, shikilia kidogo tafadhali. Kuna wizi ya pikipiki ambayo inaendelea. Tafadhali ukiwa na pikipiki mahali hapa, tafadhali hakikisha umechunga pikipiki yako. Hata ingekuwa vizuri, tafadhali usiweke pikipiki kwenye barabara, ingiza pikipiki ndani. Jambo la pili, kila mahali ambayo tu tunaenda wakati kama huu, pikipiki huwa inaibiwa sana. So tafadhali, kama wewe ni mwizi umekuja mahali hapa, tunakuangalia umekuja haje. So kama umekuja na pikipiki, huyo mtu ambaye anaingiza hivyo tu, na pia aingize ende mbele, kwa sababu pikipiki huwa inaibiwa kwa msafara kama hii. So hatutaki baada ya hapo useme kwamba pikipiki yangu imeibiwa. Na ukiona mtu anasukuma pikipiki, uliza yeye kama ni yake. Asante sana, kwa sababu ninaona kila mtu amenipata kwa njia ambaye ni nzuri kwa kweli, na ningependa kusema ya kwamba wanapokuja hivyo, asante ni barabara kwa sababu ya kutuandalia protocol hapo mbele. Na ningependa kusema ya kwamba kama kuna mahali DJ Wi-Fi ndio imekataa bana, sijui kwa nini. Mwanzo nilibadilisha ile nilipeleka password. Ndio nikakuta kitu nataka wewe na support mimi. Asante sana Bishop kwa sababu ya kuingia. Tunakaribisha uingie hapa kwa sababu tulikuwa tumeongojea, na unaweza keti tu mahali pale kwa hiyo viti ambaye ni ya red, na mambo yatakuwa ni mazuri. Asante Mr. Kennedy kwa sababu ya hiyo mpangilio. Ninaona umewaza vizuri. Wale ambao mnatoka kuingia, tumesema ya kwamba kanisa ya Neno watakaa upande huu, alafu pia na jamii watakaa upande huu. Wale watu wa Kitalale ama community Kitalale watakaa upande wa kulia. Alafu kama unaona ya kwamba hujapata nafasi, unaweza kutafuta tu mahali pa kusimama kwa muda mfupi, na tutakuwa tumekamilisha. Na hivyo ndio nimefahamisha na familia ya kwamba
mtapata nafasi ya kuona mwili. Mwili unapofika mahali hapa mtatulia tuli mahali pale, alafu mtaona jinsi programa ataendeza hii hafla. So asante. Amen, Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapokuja hivyo tukingoja kupokea mwili ija hapa, tutakuwa na utaratibu wa neno alafu nafasi hizi za mbele mtaniachia viti hivi vya mbele kwa ajili ya mama mjane pamoja na dada zake. Kwa hivyo itakuwa hivyo. Nataka niombe namna hiyo, hii nafasi ya mbele mniachie nafasi ya watu kadhaa hapa. Hivi tulivyoketi ni mahali ambapo wachungaji wanakuja kuketi, alafu tunakuja kupokea mwili, alafu tunaweka hapa ili neno iweze kuingia, alafu chini na kuelesha ratiba ya siku ya leo. Kwa hivyo tunataka tuwe na utulivu wa kutosha tunapokuja hivyo. So hiyo ni kanisa la neno. Milele, milele,
wetu mchungaji ambaye amekuwa kutuongoza kuanzia vile tulivyoanza safari kutoka kule kwenye mochari. Kwa hivyo nitawaruhusu mwende mketi, tutaenda tuketi ili napata nafasi ya mhubiri aje atusungumuzie. Tafadhali twende tuketi chini. Hii sehemu yote hatuhitaji mtu huko nyuma sasa. Tafadhali zote twende mbele, twende zote mbele sasa, tupate mahali pa kuketi. Na hata usipopata mahali pa kuketi, simama mahali ambapo unaonekana ili mchungaji aweze kutupea neno na kutupa nguvu ili baadaye ratiba iweze kuendelea. Hivyo naomba kwamba zote neno pamoja. Hapa turudie kwa nyingine. Tafadhali tukane hiki, naenda weka hapo mbele. Hivi naenda weka hapo mbele. Tafadhali. Basi tutakapokuwa tumetulia hivyo kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu, kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu, kwa watu wanaosikiza kabisa kwa utaratibu sana, na tuweke masikio yetu sawa sawa kwa ajili ya ibada fupi ya sasa hivi. Kwa hivyo tuweze kuwa na utulivu wa kutosha. Kwa hivyo mchungaji, karibu ili uweze kutuendesha kwa kipindi ambacho kiko mbele. Bwana wabariki. Natumai kila mmoja umepata mahali hapo, aidha unasimama ama unaweza keti, chochote kile ambacho unacho sahihi. Ningekuomba uwe mtulivu, tuwe watulivu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametulinda mpaka kutuleta hapa mahali tumefika. Hapa ni kwa boma. Sasa mipangilio yote sasa inaendelea. Bwana awabariki sana. Ningependa tufungue katika kitabu cha Petro wa kwanza. Wala ambao mko na miguu na unashukuru Mungu kwa sababu Mungu alikupatia miguu yako, ningeomba tusimame. Kama uko kama umeketi unashukuru Mungu kwa sababu Mungu amekupatia miguu, ningeomba usimame. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari ni wa 14. Sijui kama kuna yoyote mwenye yako na ya Kiswahili utanifuatia. Knowing that I must shortly put off this tabernacle, even as our Lord has showed me. Moreover, I will endeavor that ye may be able, after my decease, to have these things always in remembrance. For we have not followed cunningly devised fables, which were made known unto you, the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. Kwa Kiswahili, Petro wa pili mlango ni wa kwanza mstari ni 14 mpaka 17. Nasema najua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha.
Walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo, mashahidi wa utukufu wa Kristo. Maana hatukufuata hadithi zisizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Amen. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall heap unto themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Inasema na kuhakisa mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Jihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kusifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kusikeukia hadithi za uongo. Bwana wabariki sana. Tuombe. Baba wetu ishie milele na milele, bariki hili neno. Kama binadamu atakuwa atalisikiza Baba, binadamu atakuwa akilinena. Ni wewe peke yako ndio unaweza kulinena sawa, pia ni wewe peke yako ndio unaweza ukalinakili sawa katika mioyo za binadamu. Baba, kawe upande yote, uwe msikizaji mwema na pia ukawe mnenaji, ili yote ikatukuzwe, kutukuza jina lako. Kila kitu tukikabidhi chini ya miguu yako, ni katika jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana wabariki sana. Unaweza pata mahali pale ambapo naweza keti kidogo, kitambo tutazame mwili. Kwanza kwa majina ninaitwa Moses Asena. Ninatoka Busia. Mahali pale ambapo inaitwa Nambale. Kanisa letu linaitwa Nambale Church. Kwa wale ambao labda mnajua Mayoni na pia Busia, katikati ya Mayoni na Busia Nambale. Bwana wabariki sana. Pia nawaleteeni risala za rambirambi kutoka kwa chairman ya wahubiri, yule mkutano ule ambao utakao kuweko kesho. Pastor wetu anajua kutakuwa na mkutano kesho. Chairman wa hiyo mkutano alinituma kwa niaba ya ile mkutano yote risala za rambirambi. Natumai mnapokea. Bwana awabariki sana. Jambo lile ambalo ninataka kuongea kwa kifupi sana ni the effect of cunningly devised fables in our lives. Yani matukio yale ambayo yanatukia ndani ya maisha yetu kwa sababu ya hadithi zilizotungwa kwa uerevu na za kijanja. Bwana awabariki sana. Matukio yale ambayo yanapatikana katika maisha yetu kwa sababu ya hadithi zilizotungwa kwa uerevu na ni za kijanja.
Bwana awabariki sana. Tunasikia hapa Paulo anaonya wanafunzi wake, anamuonya Timotheo, anamwambia wakati inayofaa ama kama haifai, inatakana tu uhubiri neno. Bwana wabariki sana. Wakanya ubaya, wasaidie wale ambao ni wa kuinuliwa juu, na yote ufanye katika uvumilivu, kwa sababu siku inakuja ile ambayo watu hawatataka mafundisho ya kweli. Watageukia hadithi za uongo zilizotungwa kwa uwerevu. Bwana awabariki sana. Yaani zile ambazo wametunga kwa uwerevu kabisa, mpaka wewe katika hali zako bila ya Mungu kukusaidia hutaweza kujua hii ni hadithi ya uongo. Bwana wabariki sana. Na pia Petro naye anakuja anatuambia sisi yale ambayo tumekuja nayo si hadithi zilizotungwa kwa uwerevu. Hii ni kitu ile ambayo tuliona na macho yetu, tukashuhudia sisi wenyewe. Kwa hivyo hatukukuja hapa kwa hadithi, kukuleteeni hadithi za kijanja. Bwana wabariki sana. Ile kitu ilitukia pale mlima ya mageuzi ni kitu ya ukweli. Mimi Petro ni shahidi. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo tuko na hadithi mbili, moja ni ya uongo na ingine ni ya kweli. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo tunajua ya kweli ile ambayo iko kwa Biblia ni hadithi ya kweli. Bwana wabariki sana. Wangapi wanaamini hivyo? Angalau asante sana. Kwa hivyo tuna mahali pa marejeleo, si ndio? Tukikuta ile kitu yenye haieleweki, tunaweza enda kwa Biblia na tukachunguza. Na wewe, kwa sababu wewe pia unaamini ya kweli Biblia ni hadithi ya kweli. Bwana wabariki sana. Lakini kuna hadithi zile ambazo zisizo za ukweli. Bwana wabariki sana. Ya kweli watu wajanja waliketi mahali wakapanga vizuri sana hii kitu ifanane kabisa na ya Mungu, mpaka hakuna mtu yule ambaye anaweza kujua ujanja iliyoko. Na isipokuwa Mungu akuje akae ndani mwako akwambie kila ambacho yeye alikuwa anataka isemwe, hutajua ujanja huu. Bwana wabariki sana. Lakini leo na Mungu asaidie, Mungu anisaidie leo ni kuonyeshe mahali ujanja iliyoko na ujanja yenyewe na matukio yale ambayo yanatukia katika maisha yako sababu ya hii ujanja. Bwana bariki sana. Mnanipata? Bwana wabariki sana. Nikiwa mtoto mdogo, kuna wakati niliamuka asubuhi na nikapata mtoto amezaliwa. Bwana wabariki sana. Na nikafurahi sana, mtoto ni mzuri sana, mtoto ni mzuri sana. Nikauliza mama, na mtoto alitoka wapi? Bwana wabariki sana. Aliniambia ndege ilikuja usiku ikatuletea mtoto. Bwana wabariki sana. Na ninaona wengi mnacheka. Wewe wangapi mlipewa hadithi kama hiyo? Kwa hiyo si mimi peke yangu. Bwana wabariki sana. Ndege ilikuja usiku na ikaleta mtoto. Bwana wabariki sana. Wenye mliambiwa hivyo bado mnaamini hiyo? Hiyo ilikuwa hadithi ya uongo, si ndio? Bwana wabariki sana. Kwa hivyo ulimwenguni tuna hadithi za uongo. Hata mimi siamini hiyo. Nilikuja nikajua si hiyo ni uongo, ilikuwa tu ya kunisaidia nikiwa hiyo miaka. Bwana wabariki sana. Lakini sasa mimi najua mahali watoto wanatoka, na siwezi amini hiyo ujanja kama hiyo. Bwana wabariki sana. Sasa hiyo ilitungwa na mama yangu
na yeye pia labda yeye pia aliambiwa na akaambia hivyo pia watoto wake. Bwana bariki sana. Kwa hivyo kama unamjua, tafadhali usiende kumwambia. Amen. Bwana bariki sana. Usiende kumwambia tulidanganya mtoto. Bwana bariki sana. Lakini kuna hadithi za kweli na za uongo. Bwana bariki sana. Na kwa sababu ilitabiriwa, Petro alisema, kama vile ambavyo nimesikia hapa, kwetu pastor wetu pia alitabiri kufa kwake. Bwana bariki sana. Petro alisema, ninajua kwetu siku ya kufa kwangu inakuja mbio sana, lakini nataka mjue ya kwetu yale ambayo nimewaambia ni hadithi ya kweli. Amen. Na pia zaidi ya hiyo tuko na kitu ya hakika zaidi, hiyo ambayo ni neno. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo tuko na neno ile ambayo ni hakika zaidi kuliko hadithi. Bwana wabariki sana. Na kwa sababu hadithi ya ile mlimani sana saizi ni neno. Kwa hivyo tuko na neno ile ambayo ni hadithi ya kweli. Bwana wabariki sana. Kwa vile tuko na madakika kidogo, so mniruhusu tu twende haraka. Bwana wabariki sana. Sasa ulimwenguni, Paulo alisema siku zinakuja, yani hiyo inamaanisha kwamba hazikuwa siku zake. Bwana wabariki sana. Alijua ziko mbele ya kwamba watu hawatataka ujumbe ya kweli, hawatataka neno ya kweli. Watageuza wenyewe wakiwa na masikio ya utafiti, wakiendelea kusoma na hawatapata ukweli. Bwana wabariki sana. Wataendelea kwenda shule kusoma, lakini bado hawatapata hii ukweli. Lakini wakiwa na masikio ya utafiti, watajikusanyia wenyewe walimu. Bwana wabariki sana. Ati hiyo mambo ingekuwa siku za mwisho, na hizo siku za mwisho ndio siku za hatari. Bwana wabariki sana. Wangapi mnaamini kwamba hizi ndio siku za mwisho? Amen. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo mnajua kwamba hatuna siku zingine huko mbele. Kwa hivyo kama wewe unafikiri tuko na siku zingine, wale wako hizi ndizo siku za mwisho. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo kama tunaamini kwamba hii ni siku za mwisho, basi siku za hadithi za uongo ndio leo hii. Bwana wabariki sana. Mnanipata? Siku za hadithi ya uongo ndio leo hii. Bwana wabariki sana. Kama saa hii maandiko inasema, enendeni ulimwenguni kote na mkahubiri Injili, na wale watakaoamini muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana wabariki sana. Na hakusema ati muwabatize hivi. Kama angesema muwabatize hivi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, watu wengi wangekuwa sawa. Lakini alisema muwabatize kwa jina. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo ilikuwa watu watafute jina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, alafu ubatizo kwa hiyo. Bwana wabariki sana. Na wengi huwa hawabatizwi kwa hiyo jina. Mara nyingi wanarudia yale neno Yesu Kristo alisema, eti kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa wazee wenye mko hapa, nani ashawahi zaa mtoto akamuita baba ama mwana? Bwana wabariki sana. Kwa hivyo mwana si jina, baba si jina, baba ni cheo. Bwana wabariki sana. Amen. Baba ni cheo. Kama baba ya huyo ndugu yangu mwenye amekufa hapa, angekuwa hapa, angekuambia kuna wakati huyu mzee hakukuwa na mtoto, kwa hivyo hakukuwa baba. Bwana wabariki sana. Alipooa
na akaanza kupata watoto. Sasa ndiye akaanza kuitwa baba. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo baba ni cheo, baba si jina. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo wote wale ambao walibatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hiyo ni hadithi ya uongo, haiko kwenye maandiko. Ulikuwa mbatizo kwa jina ile ambayo ni ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Hiyo ni hadithi za uongo, inapatikana tu kwenye makanisa yenu, haiko kwa maandiko. Bwana bariki sana. Jina ni kama Wesonga, Chepngetich, Kipchoge, hiyo ndio majina. Bwana wabariki sana. Lakini Baba si jina, Mwana si jina, Roho Mtakatifu si jina. Hata ukiunganisha yote pamoja ni roho. Bwana wabariki sana. Kuna mahali pengine pia Yesu Kristo alisema hivyo, na hakutaja jina lenyewe. Alisema chochote mtakachoomba kwa jina langu, na hakutaja jina lenyewe. Lakini watu wote walijua huyo mtu anaitwa Yesu Kristo. Hiyo ndio shauri, nyinyi huomba katika jina la Yesu Kristo na hamutapotea. Lakini wale ambao wanabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni hadithi ya uongo, haiko kwenye maandiko, imekuja kwa sababu ya kupoteza watu. Bariki sana. Kazi yake ni nini? Ni kukusanya watu matita ili wafungwe kwa tita moja, ili iwe rahisi kutupwa kwenye moto. Bwana bariki sana. Mnanipata? Kama vile watu hufunga makaratasi kwa gunia moja, unasindilia ili iwe rahisi kubeba. Bwana bariki sana. Hiyo kazi ya hadithi za uongo zimekuja kufunganisha watu pamoja ili iwe rahisi kuwatupa kwenye moto. Mungu atashika tu tita moja na kufunga kutupa kwa moto. Anachukua ingine na kutupa kwa moto. Kwa hiyo usikubali hadithi za uongo zikufunge. Bwana wabariki. Kwa hiyo Bwana wabariki sana. Mnanipata? Wengine hata hawapatizi watu, wanawafunika na bendera, alafu wanakudanganya. Na wewe ni mtu mzima tu, wewe ni mtu mzima, na anakufunika na bendera, na hakuambia ati nimekufunika, anakuambia ati nimekubatiza, na wewe unakubali na amekufunika. Bwana bariki sana. Hiyo si ubatizo, ni kufunika. Bwana bariki sana. Unanipata? Wengine wanachukua maji kwa kikombe. Amen. Na ishara ya ubatizo ni kuzikwa. Bwana wabariki sana. Sasa huyu ndugu yetu tunaweza zika kwa kikombe na kwa sahani, kwa birika. Tukitaka kumweka ndani ya kikombe, tunatengeneza kikombe kubwa, si ndio? Yenye anaweza toshea ndani, si ndio? Kwa hiyo ukitaka kubatiza moto kwa kikombe, tengeneza kikombe kubwa yenye mimi naweza toshea ndani, ndio unibatiza huko. Bwana bariki sana. Kuchukua maji kikombe kwa kikombe, alafu nachora mtu kwa uso na mwanawia, alafu namwambia ati nimekubatiza, ni uongo. Hadithi za uongo hizo. Hiyo ni kuchora, sio kubatiza. Kuchora. Bwana bariki sana. Wakati mnapoenda kwa sherehe, alafu unapeleka mtoto anakuchora, wanachora simba, wanachora, wanaweka maridadi, anakuambianga amekubatiza. Anasemanga nimechora, si ndio? Kwa hiyo hata huyo mwenye anakuchora asikudanganye ati amekubatiza, amekuchora. Acha ikifika sio kukubatiza. Afadhali uambiwe ukweli, utatafuta ubatizo. Bwana bariki sana. Hizo ni hadithi za uongo. Kazi yake ni kukusanya watu matita na kuwapeleka kwenye moto. Bwana bariki sana. Na maandiko inasema
ya kuwa kama unataka kazi ya bishop, nyinyi wenye mmekaa hapa hivi, inasema uwe na mke. Amen. Amen. Kama ni bachelor toka hapo kabisa. Amen. Bwana bariki sana. Na haikusema ati uwe na mume. Habari ya kuwa na mume hiyo iko kwenye hadithi zenu tu. Kwa Biblia ni uwe na mke. Bwana bariki sana. Kwa hiyo habari ya Reverend Nekesa, kuna kitu kama hiyo. Reverend Chapukang'etich, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni hadithi za uongo, zinapeleka watu kuzimu. Hiyo iko tu kwenye vitabu zenu, lakini kwa Biblia haiko huko. Bwana bariki sana. Mnanipata? Na kuna wengine wanajiita ati ni mababa, eti na sisi hatuna watoto. Bwana bariki sana. Eti sisi ni wababa lakini hatuna mke, kwa hivyo hatuna watoto, na wana watoto wameficha. Amen. Hata kwanza afadhali ulete hao watoto, ungequalify. Lakini kuambia una watoto, hiyo inakufanya usiende kabisa katika madhabahu. Bwana bariki sana. Lakini kwa sababu mnataka kuishi katika hali ambayo haikubaliani na neno, na bado unataka uendelee kuwa mkubwa kwenye madhabahu, unakaa kwa madhabahu ya uongo, madhabahu yenye imetengenezwa na hadithi za uongo. Bwana bariki sana. Na wenye mnafuata hiyo, mnafunganishwa pamoja kwa ajili ya kuchomwa. Bwana bariki sana. Hadithi za uongo zinakusanya watu, na unaweza fikiria ati hizo vitu ni si hatari. Ni hatari, ni ngumu kabisa, si rahisi kukata, isipokuwa Mungu akukatie. Hiyo peke yake ndio inaweza ikakutoa huko. Bwana bariki sana. Hadithi za uongo bila ambavyo zinapoporonga akili za watu, hata mtu mzima tu wanamuchora tu kwa uso na anaamini ati nilibatizwa. Anaweza ambia watu nilibatizwa. Kumuuliza ulibatizwa katika kanisa gani? Unajua vizuri hao watu huchora tu. Na kataa tu kabisa. Nilibatizwa. Na walimchora. Bwana bariki sana. Mnanipata? Bwana bariki sana. Hadithi za uongo zimefanya watu saa hii hawajui kama hao ni wanawake ama ni wanaume. Bwana bariki sana. Hawajui nguo za kike ni gani, hawajui nguo za kiume ni gani, hawajui hata hakuna kitu wanachojua. Bwana bariki sana. Wakati kama huu unahitaji nabii. Nabii ndio anaweza kuja akuelezee, akwambie hii unavaa ni ya kike na hii yenye unavaa hii ni ya wanaume. Na nabii wetu amekuja akasema longi ni za wanaume na skati ni za wanawake. Hiyo unaweza kupata tu kwenye hadithi za uongo, lakini kwenye maandiko hakuna kama hiyo. Zaidi ya hiyo yote tuko na nabii yule ambaye anakuambia longi ni ya wanaume na hakuna longi za wanawake. Bwana bariki sana. Wamechukua longi za wanaume, baada ya kuvaa kidogo wamerarua hata hazifichi uchi yao. Bwana bariki sana. Kwa sababu gani? Ni hadithi za uongo, hazileti chochote kwake Mwenyezi Mungu. Kazi yake kubwa sana ni kukusanya watu matita na kuwaweka tayari kuchomeka. Jiepushe na hali hii. Mungu akusaidie, akupe uti wa mgongo wa kusema hiyo mimi sitaki na nitakataa, na una haki ya kukataa, kwa sababu wewe ni binadamu aliyeumbwa na Mungu, sio na watu. Bwana bariki sana. Hakuna hapa mtu mwenye alikuja kwa ajili ya mtu mwingine. Sisi sote tuliletwa hapa duniani kwa ajili ya Mungu mwenyewe, sio ya mtu.
Bwana wabariki sana. Kwa hivyo ili ujue ni nguo gani inatakikana, inapaswa kuwa ya wanaume, na ni nguo gani inapaswa kuwa ya wanawake, unahitaji nabii. Na hiyo ndio shauri Mungu ametutumia nabii, ili uweze kuelewa, uweze kusimama kama wewe ni mwanaume, ujulikane wewe ni mwanaume, na uvae kama mwanaume, ukae kama mwanaume, utembee kama mwanaume. Na kama wewe ni wa kike, usitamani kuwa mwanaume, kwa sababu hata ukitamani bado hutakuwa. Mnanipata? Siku hizo wamekuja hata bwana tengeneza skati za wanaume. Sijui kama mmeziona huko. Wanawake wenyewe wanazivaa tu. Mnanipata? Hiyo yote inaleta na hadithi ya uongo. Haiko kwenye Biblia. Biblia ni wazi kwa kila mtu. Na Mungu amehakikisha kwetu kila boma saa hii, kila familia saa hii iko na Biblia. Unaweza enda ukasoma mwenyewe. Bwana bariki sana. Mnanipata? Maandiko inasema Mungu aliumba binadamu, aliumba kwanza Adamu, alafu akaumba Hawa baadaye. Hiyo ndio shauri. Hampi ruhusa mwanamke kuoza kanisani. Alisema hivyo. Bwana bariki sana. Ni kwa sababu ya maumbile, ni kwa sababu ya vile ambavyo walivyoumbwa. Bwana bariki sana. Ya kweli Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke alidanganywa na akadanganyika. Bwana bariki sana. Mnanipata? Si ukweli ati ni masomo ndio hawakukuwa nayo. Kwanza Hawa alikuwa na masomo mingi sana kushinda Adamu. Bwana bariki sana. Alisoma mambo kushinda Adamu. Akajua hii ni mti inatamanika, ile ambayo ni nzuri kwa macho, nzuri kwa kula. Bwana bariki sana. Kitambo apelekee Adamu elimu yake. Kwa hivyo ni Hawa ndiye alikuwa na elimu zaidi. Bwana bariki sana. Na bado Mungu hakumruhusu na elimu yake. Bwana bariki sana. Najua hiki kizazi kimekuwa kijinga sana mpaka kinafikirianga ati ndio tu peke yake ndio imesoma. Hapana, masomo ilianza tu kitambo. Bwana bariki sana. Haikuanza leo. Bwana bariki sana. Kwa hivyo maandiko inasema sababu ya kuruhusu ya kufanya wanawake wasiwe wahubiri ni kwa sababu ya maumbile. Kwa sababu Mungu hakuwaumba kwanza, aliumba Adamu kwanza. Ni kwa sababu yeye alidanganyika na Adamu hakudanganyika. Bwana bariki sana. Na wenye wanaobadilisha ni hadithi za uongo, si ukweli. Haipatikani kwa Biblia, inapatikana tu kwenye hekaya za vitabu zenu. Bwana bariki sana. Unanipata? Inapatikana tu kwenye hekaya za vitabu zenu. Lakini kwa Biblia mambo kama hiyo hakuna. Yenye iko ni kweli. Kama unaamini kweli, kama wewe ni wa rohoni, utambue ya kweli mambo haya ni ya kweli. Kwa hivyo unaweza tembea sasa ukajua watu wale ambao wali wa kiroho na wale ambao wasio wa kiroho. Wale wasio wa kiroho hawafuati maandiko, na wale ambao ni wa kiroho wanafuata maandiko. Bwana bariki sana. Amen. Jambo moja tu nitamalizia tu hapo. Bwana bariki sana. Amen. Siku hizi ukienda makanisani, zingine ni za polepole, zingine ni za haraka. Bwana bariki sana. Zingine ikifika mahali waanze kuomba. Utasikia shikaraba. Wote shikaraba. Utazipata hizo. Mnaenda kutananga nazo. Sasa
Maandiko inasema hivi, mkiongea katika ndimi muwe wawili au watatu. Amen. Na msiende nyumbani kabla hamjajua zile ndimi zilikuwa zinasemaje. Mimi nawauliza kwa makanisa yenu, mnajuanga imesema nini? Pastor wenu anaweza ngoja? Hawezi ngoja, kwa sababu atangoja milele. Anajua hiyo si hadithi ya kweli, ni hadithi zilizotungwa na werevu. Mnanipata? Hiyo ndio shauri makanisa, ni kanisa yote ndio inaongea. Na kanisa yote inatoka hapo kama haijui hizo vitu zilikuwa zinasema nini. Hiyo ni kuonyesha si Mungu ndiye alikuwa hapo. Mahali pengine pale ambapo penye paliongelewa lugha tofauti ilikuwa wakati wa Babeli. Wakati watu walitaka kujenga mnara waende kwa Mungu. Mungu akawatumia confusion. Bwana bariki sana. Sasa jiulize, kama hizo ni za Mungu, mbona watu wanaenda nyumbani bila kujua zilikuwa zinasema nini? Bwana bariki sana. Kama hizo ni za Pentekoste. Za Pentekoste maandiko inasema hivi. Yekweti waliulizana, mbona hawa watu ni wa Galilaya? Mbona hawa watu ni wa Sabaoti? Na wanaongea kwa lugha yangu. Mbona mimi nasikia na hawa watu ni wa Sabaoti? Mnanipata? Mungu aligeuza zile ndimi ikawa kwa lugha ya yule mtu msikilizaji. Na mbona nyinyi Mungu, kwani huyo Mungu alikufa? Bwana bariki sana. Amen. Kwani huyo Mungu alikufa? Mungu hafi. Mungu ni wa kweli. Na kwa sababu ile sababu yenye nafanya nyinyi muwe hivyo, ni kwa sababu hiyo ni hadithi iliyotungwa kwa werevu. Si ukweli ya maandiko. Kama ingekuwa ukweli ya maandiko ingedhihirika kote kote. Bwana bariki sana. Na kwa sababu huwezi vuta Mungu kwa mambo yenu nyinyi wenyewe, hiyo mambo yenu inawafunga matita tayari ya kuchomwa. Bwana bariki sana. Mnanipata? Jiepusheni na kizazi hiki kikaidi. Maandiko inasema hivi, wakiwa na masikio ya utafiti wamejikusanyia wenyewe walimu yao. Amen. Hiyo ndio shauri. Huwezi peleka mwalimu ya hapa ukapeleka kule kwingine. Hawawezi kubali yeye. Siku moja beba wa Catholic upeleke katika hawa wa ngoma uone. Watakukataza vibaya sana, na hata ukiendelea kusisitiza utakula mangumi. Bwana bariki sana. Ama upeleke pastor wenu huko kwa Catholic, ndio utajua kumbe hiyo si. Ama utajua hujui. Bwana bariki sana. Ni kwa sababu gani? Ni hadithi za uongo zile ambazo zilifungwa kwa uwerevu ili zidanganye watu, yani walete kitu yenye karibu sana ifanane na ya Mungu, lakini ni ya uongo. Lakini Mungu akusaidie. Amen. Mungu angali hai mpaka leo hii. Amen. Anaweza akakuongoza wewe. Amen. Anaweza akakuokoa wewe, na anaweza akakulinda wewe. Amen. Ukasimama wima kama mtoto yake. Amen. Na Mungu ana nafasi hiyo. Amen. Na kama unataka hiyo nafasi, niko hapa leo hii kukupatia hiyo nafasi leo hii. Kama unataka kuokoka ili ukuwe mtoto yake Mwenyezi Mungu, sio yule ambaye amefungwa na hadithi za uongo. Hata vile ambavyo ni lazima hivi, wengi wale ambao wanasikiza leo hii, Jumapili watalipa tu wenyewe bota kwa pesa yao wenyewe, waende kufungwa zaidi wakielekea motoni. Mungu akusaidie. Amen. Na Mungu akuokoe. Mungu akusaidie uokoke. Mungu asaidie watu wake
wapate uokovu katika maisha yao. Amen. Tuombe. Baba wetu, tunakushukuru, tunajikabidhi Baba chini ya miguu yako. Leo hii Baba, binadamu anaweza kusema mambo yote, lakini bila wewe Baba kuokoka ni ngumu Baba. Kuna wakati nabii alielekea mwanamke mmoja kwa baba. Alikuwa amekunywa maneno mawili tu Baba, ilimuokoa mpaka akaokoka saa hiyo Baba. Baba haichukui maneno mingi kuweza kuokoa mtu, inachukua tu nafsi yake na vile ambavyo wewe mwenyewe unavyotaka Baba. Najikabidhi Baba chini ya miguu yako. Yule ambaye amesikia neno hili Baba na amefungwa na kamba hizi zile ambazo ni za kijanja kiasi hii, mpaka kubali mwenyewe akafungwa tu, labda alikuwa hajui Baba. Amsaidie Baba, mpatie miguu, mpatie mikono ile ambayo inaweza kata hizo kamba, na atoke huko na aseme mimi nimetoka, mimi nataka niongozwe na baba yetu. Baba msaidie, mpatie uti wa mgongo ile ambayo atakayosimamia Baba, na mkabidhi mikononi mwako. Wasaidie wote Baba, hata wakija usiku, hata wakija mchana, wacha wapate nafasi kama imekubalika, na wakabidhi wote chini ya miguu yako Baba. Ni katika jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Tumepata Yesu mfalme mwema, tumepata Yesu mfalme mwema, tumepata Yesu mfalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Haleluya, 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 hata nikifa nitatawala tena. Asante, tumpigia Bwana makofi. Asante kabisa kwa hiyo sehemu ya neno. Sasa kwa sababu ya muda, wakati wetu umesonga, sasa hivi nataka tujipange. Nataka watu wote watoke mgongoni mwangu wakuje huku mbele, alafu nataka tukikuja tunaangalia mwili, na usurudie tena hapa. Ukitoka hapo narudi mahali penye ulikuwa umekaa. Na sasa nitaanzia mkono wa kulia, wakuja waangalie na warudi waende waketi, alafu hao pia wakuja waangalie na waende waketi. Nafikiri itakuwa vyema tukifanya hivyo. Alafu baada ya pale baada ya hapo ndio tuende mbele tukisonga kwa ajili ya mankuli ya jioni. Alafu basi kuna wale ambao walikuwa wameenda kule juu ama kwa mochari, walikuwa wametazama mwili. Mnaacha kuangalia tena mara nyingine? Yuko haja? Sio kaa tu hapo na utulie. Kuna wenzetu ambao wametoka Mount Elgon wamefika, so tunawakaribisha. Hivyo nitaanza na mkono wangu wa kulia, nianzie watoto wa shule waje wapite, alafu wengine wafuate, na tuende namna hiyo kwa haraka. Tafadhali wale wengine wote tusome. Wale ambao hawatakuja mbele yangu, so watapita kwa miguu huko hivyo, wakirudi alafu wanarudi wanaenda wanaketi. Kwa hivyo utaniwekea wimbo na wakuja taratibu taratibu.
Naenda mnarudi kwa sehemu zenu wale ambapo mmetoka. Mbona tuziimbe tena alivyotupenda mbele kwa damu ya thamani sana, mbinguni tuonane milele. Upozwa kila oshwaye kwa damu ya kondoo yule, ataishi afurahie ya Yesu mbinguni milele. Hata sasa ufurahia tamu yake mapenzi yale. Je, kwake tukifikiria utofarakana milele. Kwa jina lake ataje Yesu yule, atatukaribisha kwake, tutawale naye milele. Yeah.
Umechokaje, umesumbuka, mwambie Yesu, mwambie Yesu, unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini, hakuna rafiki amini, mwambie Yesu pekee. Kulenga, mwambie Yesu, mwambie Yesu, walemewa na dhambi rohoni, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini, rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Waogopa shida na majonzi, mwambie Yesu, mwambie Yesu, wasumbukia mambo yajayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu.
maisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho nami. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana, kaa nami. Sichi neno uwapo karibu, ipata lolote si taabu. Kifo na kaburi haviumi, itashinda kwako, kaa nami. Nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote nami. Gizani Bwana, msaada wako haukomi, ili peke yangu kaa nami. Siku zetu hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho, kaa nami. Nina haja kila saa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana, kaa nami. Sichi neno uwapo karibu, ipata lolote si taabu. Kifo na kaburi haviumi, itashinda kwako, kaa nami. Nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa
kukata waya wa umeme, kufumba na kufumbua. Mimi sio yule tena wa zamani walioshindwa kuyafanya jamii na jamaa zangu. Kwa msalaba wa Yesu imekuwa rahisi na vyepesi kabisa, na kwa sababu ndicho chanzo
nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, salama rohoni mwangu. Salama rohoni, salama rohoni mwangu. Ingawa shetani alinitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Ingawa shetani alinitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, salama rohoni mwangu. Salama rohoni mwangu. Salama, salama, salama rohoni. Salama rohoni mwangu. Salama. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni mwangu. 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 Salama, salama, salama. Ewa nahimiza siku ya kuja, wanaitaka hapo
utakaposhuka, sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Ee Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapo, pale utakaposhuka, sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake yatumwagiwa, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Siwe safi nguo nyeupe, waoshwa kwa damu. Wandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Yako kwa msulubi wa mabasi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Ya kondoo safi, nguo nyeupe, waoshwa kwa damu. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi katika damu, yafae kwenda mbinguni. Mavazi yaoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu ituta iwe safi, nguo nyeupe, oshwa kwa damu ya kondoo. Yatupea liponatakata, uoshwe kwa damu ya kondoo. Uoni kijito cha tiririka, uoshwe kwa damu
safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Wanause yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea. Ili ni naya ni kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, shaka sawa sawa. Safarini